Leo tunazungumzia vitu ambavyo unatakiwa kuviepuka sana ili kuepuka tatizo la UTI za mara kwa mara. Nimekuandalia baadhi ya mambo makubwa na ya msingi ya kuzingatia kwenye hali hii. Hakikisha unazingatia vitu hivi ambavyo nimeeleza vizuri sana kwenye video hii. Kitu cha kwanza, epuka tabia ya kubana mkojo mara kwa mara. Watu wengi hawafikirii kwamba kitu hichi kinaweza kikawa ni tatizo au tabia hii inaweza ikawa ni tatizo, lakini unachotakiwa kufahamu ni kwamba kubana mkojo mara kwa mara wakati mkojo unatakiwa kutoka unaongeza hatari ya bakteria kukaa kwenye kibofu cha mkojo na kuzaliana zaidi. Hali hii inakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya UTI za mara kwa mara. Kwa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifahamu, epuka tabia ya kubana mkojo mara kwa mara. Kama hakuna haja ya kubana mkojo mara kwa mara, hakikisha unajitahidi unapata sehemu sahihi ya kupata huduma hii ya kujisaidia pale tu unapohisi kujisaidia. Kwa hiyo usibane mkojo mara kwa mara ili kuepuka maambukizi haya ya UTI za mara kwa mara. Lakini kitu cha pili, kunywa maji mengi kila siku. Ziko tafiti mbalimbali ambazo zinaonyesha kwamba watu ambao wanakunywa maji ya kutosha angalau lita 2 kwa siku na kuendelea hupunguza hatari ya maambukizi haya ya UTI kwa zaidi ya 50%. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba wale watu ambao hawanywi maji vizuri kila siku wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya ya UTI za mara kwa mara. Kwa kitu cha pili, hakikisha unakunywa maji mengi kila siku ili kujikinga au ili kuondoa hatari hii ya maambukizi ya UTI za mara kwa mara. Na kama nilivyokuambia, ziko tafiti nyingi ambazo zinaonyesha unywaji mzuri wa maji unakusaidia wewe kuepuka na maambukizi haya ambayo hushambulia kwenye eneo hili la mfumo wa mkojo. Lakini kitu cha tatu ni usafi binafsi pamoja na usafi wa vyoo. Je, vyoo unavyotumia viko kwenye hali gani? Unachotakiwa kufahamu ni kwamba moja ya vitu vinavyoongoza kusababisha maambukizi haya ni kutumia vyoo ambavyo sio visafi. Kwa unaweza kupata maambukizi haya kwenye mfumo wa mkojo kwa sababu ya mazingira ya toilet. Unatumia vyoo vya aina gani? Ndio maana watu wanaotumia vyoo vya watu wengi au public toilet, mfano kwenye maeneo kama vile sokoni, stendi na kadhalika, visiposafishwa vizuri, uko kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya ya UTI ambazo haziishi mara kwa mara. Kwa hiyo, hakikisha mazingira ya toilet unayotumia ni masafi ili kujikinga na maambukizi haya ya UTI za mara kwa mara. Lakini kingine, kwa wale ambao wanatumia ndoo chooni, sio tatizo, ni sawa kabisa, lakini yale maji ambayo unatumia yanatakiwa yawe masafi sana. Kama yamekaa muda mrefu, epuka tabia ya kuongeza maji mengine juu ya yale maji ambayo yamekaa kwa muda mrefu. Usichojua ni kwamba hali hii inaongeza hatari zaidi ya kupata maambukizi ya UTI kwa sababu vimelea au bakteria hawa wa UTI huongezeka au huzaliana zaidi. Kwa mazingira haya hutengeneza hali ya bakteria hawa kuzaliana kwa kiwango kikubwa, na ndipo unapotumia maji haya unakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya UTI. Kwa hakikisha mazingira ya toilet ikiwemo maji yenyewe ambayo unatumia yanakuwa ni masafi sana. Lakini pia wakati wa kujisafisha ukiwa toilet, hapa nazungumzia sana sana kwa wanawake kulingana na maumbile yao. Je, unajisafisha kutoka nyuma kwenda mbele au mbele kwenda nyuma? Unachotakiwa kufahamu ni kwamba kama unajisafisha kutoka nyuma kwenda mbele, unaongeza hatari ya kuhamisha maambukizi haya bakteria kutoka kwenye njia haja kubwa kwenda kwenye njia haja ndogo kulingana na maumbile ya mwanamke yalivyo. Kwa mwanamke sana sana unashauriwa kutumia njia ya kujisafisha kutoka mbele kwenda nyuma wakati unapojisaidia haja kubwa, sio nyuma kwenda mbele, maana unakuwa kwenye hatari zaidi ya kuhamisha vimelea hawa au bakteria hawa kutoka kwenye njia haja kubwa na kuwapeleka kwenye njia haja ndogo. Lakini pia wale ambao wanatumia toilet paper, hakikisha toilet paper unazotumia sio zile ambazo ni hafifu sana, maana zingine zinaweza zikatoa viparticle vidogo vidogo kutoka kwenye njia haja kubwa na kuingia kwenye njia haja ndogo. Hali hii inakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya UTI pasipo wewe kujua. Kwa zingatia usafi binafsi, lakini pia zingatia sana usafi wa toilet. Vyoo unavyotumia
hakikisha vinakuwa visafi sana. Lakini pia kitu kingine, epuka kukaa na nguo za ndani ambazo ni mbichi. Kuna wale watu ambao wana tabia ya kuvaa nguo ambazo hazijakauka vizuri. Hali hii sio tu kwamba inaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata maambukizi ya UTI, lakini pia inaweza kukuweka kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi mengine kama vile ya fungus. Hapa nazungumzia fungal infection, ikiwemo fungus jamii ya Candida albicans. Unakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya. Kwa hakikisha mazingira ya ndani, nazungumzia sehemu za siri, yanakuwa safi, lakini pia nguo unazovaa hakikisha zinakuwa kwenye hali nzuri ya usafi, pamoja na vyoo unavyotumia. Lakini nikupe bonus tips, usitumie dawa kiholela pasipo maelekezo ya wataalamu wa afya. Watu wengi hawajui kwamba matumizi ya dawa isivyo sahihi huongeza tatizo juu ya tatizo. Hapa nazungumzia kitu kingine ambacho kinaibuka zaidi siku hizi na kuongezeka kwa kasi zaidi, ni usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Umeibuka utaratibu wa watu ambao wanatumia dawa isivyo sahihi. Je, hujui kwamba hali hii inakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata matatizo mengine? Zile dawa ambazo umetumia isivyo sahihi, unaweza kutengeneza usugu wa vimelea hawa bakteria dhidi ya dawa ambazo unatumia. Lakini pia ku overdose dawa inaweza kukutengenezea tatizo lingine katika tatizo ambalo uko nalo. Kwa hiyo kwenye matumizi ya dawa pia hakikisha unatumia dawa kulingana na maelekezo ya wataalamu wa afya. Je, una tatizo hili au tatizo lingine lolote na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii, ili uendelee kupata makala za afya na video zote za staili hii kila tunapozitoa. Ninakukaribisha tena. Asante.